Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa amesema serikali inatambua changamoto zinazokikabili Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT, ikiwemo uchakavu wa miundombinu. Akizungumza kwenye mahafali ya 32 ya chuo hicho, Profesa Mbarawa amesema katika kutatua changamoto hizo, serikali kupitia wizara yake kamilisha ujenzi wa jengo la rasilimali mafunzo katika kipindi cha mwaka mmoja. Mwandishi wetu Dalin Said ana taarifa kamili. Mahafali ya 32 ya Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT, ambapo mgeni rasmi ni Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa. Akimkaribisha mgeni rasmi katika mahafali hayo, mwenyekiti wa baraza la uongozi wa NIT Profesa Blesses Chinyomba ametaja changamoto zinazokabili chuo hicho ni pamoja na uchakavu na upungufu wa miundombinu, yakiwemo mabweni, madarasa na hata ofisi za wadahiri. Kwa mwaka wa masomo 2015-2016 udahiri umefikia wanafunzi 5,040. Ili wanafunzi waweze kusoma vizuri, ili wanafunzi waweze kuwa na tabia nzuri, ni vema wakakaa pamoja na ni vema wakafundishana tabia. La sivyo wanafunzi wanatoka hapa wakiwa na tabia tofauti kabisa. Ili kufanikisha zoezi hili, chuo kimejipanga kwa muda mrefu kabisa kuweza kujenga hosteli katika eneo la chuo. Kufuatia hali hiyo, Profesa Mbarawa amesema serikali inatambua changamoto hizo na kuahidi kuzitafutia uvumbuzi. Napenda nikuhakikishie kuwa serikali kupitia Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano itafanya kila liwezekanalo kukamilisha kwanza ujenzi wa jengo la rasilimali mafunzo katika kipindi cha mwaka wa fedha 2016-17. Pia tutaendelea kushirikiana na chuo katika kupanga mikakati yote ya miundombinu ili chuo hichi kiwe ni chuo makini katika sekta ya usafirishaji. Aidha, Profesa Mbarawa amewataka wahitimu kulinda na kudumisha hadhi ya chuo hicho kwa kuwa na nidhamu na uadilifu katika sehemu za kazi. Hatutaki baada ya miaka mitatu kusikia mhitimu wetu ametumbuliwa. Tunataka wahitimu wetu wawe ni kioo huko tunakokwenda. Kwa upande wa wanafunzi waliohitimu, wamesema kuwa elimu walioipata imewajenga kuwa wajasiriamali. Washauri vijana wenzangu wajitume katika masomo, wajitume katika ajira, kwanza wasitegemee sana ajira. Jitahidi kusoma kwa bidii, kila kitu kinawezekana, ni kujiwekea tu malengo na jitihada za kutosha, utafanikiwa. Mahafali hayo yametanguliwa na maandamano ya wanataaluma yakiongozwa na Brass Band. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, Dalin Saidi, TBC.